Wapendanao wengi, wanandoa wengi, wakikwaruzana, wakagombana, wakapigana mangumi, wakapigana masufuria na miko, mara nyingi huwa hasira zinawatuma kuachana. Hasa upande wa wenzetu akina mama, wanakimbiliaga mahakamani, utasikia nataka tuachane, nataka talaka yangu, tugawane mali, na hapa ndo huwa ni target kubwa sana. Kama ni wachumba, mara nyingi haina hata haja ya kwenda mahakamani. Ni kuandika message tu, naona mimi na wewe hatuendani, embo tuachane. Mwisho wa siku, mahusiano ya ndoa, mahusiano ya uchumba kushnei. Lakini jambo ni baada ya masiku nenda masiku rudi. Maisha yakishasonga mbele, hapa ndipo shetani alishafanya kazi yake. Hapa ndipo majuto yanapoanza, maumivu yanapoanza kwamba ulichokifanya sio sahihi kabisa. Sasa pointi yangu ni ipi? Hiyo sio njia sahihi ya kufanya maamuzi. Nini ufanye? Twende pamoja. Jambo la awali kabisa, kabla hujafanya chochote, jipe muda, jipe nafasi ya kupumua kidogo, kwa sababu unapokuwa na hasira, naye shetani yuko kazini ndani ya muda huo. Ila Waswahili nao wanasema wagomba nao ndio wapata nao. Anyways, sasa jambo litapokuwa majambo, sio kila mtu ana sifa ya kuelezwa. Sio mashost, sio mabest friend, sio mashemegi, sio watu wengine ambao unawafahamu wewe. Wengine wataishia kukutangaza, fulani yameanza kumshinda bwana, ndoa ilikuwa ya mbwembwe bwana, lakini sasa hivi mambo ni magumu. Fulani alituambia na mchumba, lakini nasikia mambo sio tena. Wala hata usithubutu kukaa kimya, maana ukikaa na jekejeke katika nafsi yako bila kumshirikisha mtu, nayo ni tatizo jingine. Maana utapotunza jekejeke ukaunganisha na jekejeke jingine, maamuzi utakayofanya tutakuchimbia kaburi au tutakukuta magereza. Kama ni mwenye akili timamu, hapa ndipo unapopaswa kuwaona watu wafuatao. Mtu wa kwanza kabisa ni kiongozi wako wa dini, shehe, ustadh, mchungaji, padre. Hawa ni watu ambao tunawakumbuka mara nyingi wakati wa kuoana, lakini siku ya kuachana mnakimbilia mahakamani kupeana matalaka. Sasa kwa nini uende kwa kiongozi wa dini? Tunaamini kwamba kiongozi wa dini ni mwenye hekima, ni mwenye busara, lakini pia kiongozi wa dini amesoma vitabu takatifu ambavyo vinahusiana na imani yako, na kila kitabu cha imani, kila kitabu kitakatifu lazima kimezungumzia masala ya ndoa na hukumu zake, lakini pia na uchumba na hukumu zake. Japo viongozi wa dini wengine wanakuwa wa mchongo, muangalia kwa umakini zaidi. Hakikisha nyote wawili mkiwa mumenuniana, hatua 10 mbele, hatua 10 nyuma. Maana hapa nikisema kuongozana nitakuwa naongopa. Watu mshakasirikiana muongozane, ni ngumu. Na hata kwa kila mtu na muda wake, hakikisheni mnamtembelea kiongozi wa dini, akawape nasaha, akawape ukumbusho, azisugue nafsi zenu kulingana na maandiko ya vitabu vitakatifu. Sehemu ya pili ni kwa wale waliowazaa. Mtapotoka kwa kiongozi wa dini mkaisi nafsi zenu bado hazijaridhika, nendeni kwa wazazi wawili mliowafanya wao wakafamiana, kisha wakakubaliana na wakawaozesha nyie kihalali kabisa, na kila mmoja wenu akamuona mzazi wa mwenzake ni wa kwake na sio kama wa kwake. Wana uzoefu wa masala ya ndoa, na sio kwa kusoma kwa vitabu, na sio kwa kusikia, kwa vitendo. Wameishi katika ndoa na pengine wamepitia ndoa 1, 2, 3. Kwa hiyo wanayafahamu magomvi ya ndoa na namna ya kuyahendo. So mtajielezeni, watakusikilizeni, na watachokuja nacho wakakuelezeni kitakuwa sio cha kuharibu, kitakuwa ni cha kujenga. Japo wazazi wa karne hii ni balaa, but none of my business. Na kama mtaisi maamuzi yaliyotolewa na wazazi wenu ni kulingana na mapenzi yao juu yenu, mtu wa tatu wa kumuona, mshauri wa ndoa na tiba za familia. Huyu hana mapenzi na mmoja wenu, na pengine ndo mara yake ya kwanza kukutana na nyie, lakini ana uzoefu kwa kusoma, ana uzoefu kwa kutatua changamoto nyingi za kifamilia, lakini pia ana uzoefu wa kutatua mahusiano ya uchumba ya waliokuwa wengi. Atawasikiliza nyote wawili, kila mmoja kwa muda wake, na kisha ata-analyze tatizo kubwa au kisababishi kikubwa, na atamalizia kwa ku-analyze, ku-list down njia madhubuti za kuweza kutatua tatizo. Kisha atawarejea na kuwapa maamuzi yake juu yenu, nini mfanye, na bila kuangalia upendeleo wa mmoja wenu au kati yenu. Kama mtaona hamjaridhika na maamuzi yake, kuna platform kama YouTube, kuna platform kama TikTok, lakini pia kuna websites mbalimbali ambazo zinaandika makala kuhusiana na mahusiano ya familia, kuhusiana na mahusiano ya uchumba. Munaweza mkatembelea makocha wa mahusiano kupitia YouTube, kupitia TikTok, lakini pia tembeleeni makala muyasome yanahusiana na tatizo lenu, kisha mutapata jambo la kufanya. Na mkisharidhika, kama ni YouTube video, munaweza kushare au unaweza kushare kwa mwenza wako, ili naye apate njia za kutumia, mwisho wa siku ajue nini cha kufanya. Kwa mfano, kama video hii unaweza ukaishare kwa mwenza wako akapata nini cha kufanya. Sasa utaniuliza kwa nini sija recommend ndugu au marafiki wa mwenza wako
ninaweza kusema mashemeji na mawifi. Nianze na marafiki. Tunaamini kwamba unapokuwa na rafiki, mara nyingi utakuwa ni umri mmoja, akili sawa. Mwisho wa siku mnakuwa na mtazamo mmoja. Nao kulingana na kwamba mnalingana kiumri, mnalingana kiakili, maamuzi yatakayotoka pale utapomweleza shida zako za ndoa almost yatakuwa yanafanana. Utasikia anakuambia achana naye, asikusumbue akili, kwani wanawake wameisha. Lakini pia kama ni bishost, utasikia anakueleza shost, hemu fanya maisha yako, asikunyanyase, asikusimamie, maisha yenyewe yako wapi haya, hemu tafuta maisha mengine bwana. Nije kwa mtu wa pili ambaye ni ndugu za mwenza wako, mawifi, mashemeji. Jambo la kwanza, utakuta wanaogopana kuelezana ukweli. Kwa utapomweleza shida za ndoa yako, utapomweleza shida za uchumba wako, ni ngumu kumweleza ndugu yake. Lakini pia ndugu wanakuwa wanalindana, mara nyingi wanahisi ndugu yao anakuwa ni sahihi. Sasa mtaposhindwa kwa watu hao wanne, sasa nyie basi achaneni tu, hemu tafuteni maisha mengine. Utapoendelea kung'ang'ania katika uhusiano huu wa ndoa, utapoendelea kung'ang'ania katika uhusiano huu wa uchumba, unalitafuta jambo, na likikukuta usilalamike. Ni mimi Mr. Abdunnoor, tukutane katika video ijayo.